Kwa tendo letu la kumcha ni tendo linalotuonyesha kwamba kuna mahali ambapo tunaelekea. Ni tendo ambalo linatuhimiza kwamba kuna mahala tunapoelekea. Kwa hiyo tunaishi hapa duniani kama wageni. Tabia zetu tulizo nazo katika dunia hii zitaonyesha ni wapitaji na ni wageni. Hatuna makao ya kudumu. Unajua tabia ya mgeni siku zote, cha kwanza huwa anasikiliza habari za nyumbani kwao. Yaani hapa mtu akiwa yuko ni Mwingereza, atakuwepo hapa Tanzania, lakini habari nyingi anazozisikiliza ni za wapi? Za nyumbani kwao. Unajua mtu akiwa mgeni kinachofuata, mara nyingi sana anapenda kuwasiliana na watu wa kwao. Si ndivyo? Hata wewe ulipotoka ukaja Dar es Salaam, hivi mara nyingi sana tunapiga simu sana kule Nyanzira kule, si ndivyo? Kwa sababu kuna hali fulani unajua kabisa mimi hapa ni mgeni, nyumbani kwetu kule si unakujua kule. Kwa hiyo mtu, tabia ya mgeni yote huwa anawasiliana na watu wa kwao, na mara nyingi sana anasikiliza watu wa kwao. Waebrania 11 mstari ule wa 13, neno la Mungu linasema hivi: hawa wote wakafa katika imani, wasijezipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia, na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Akina Ibrahimu, akina Isaka, akina Yakobo, akina Petro na akina Yohana waliishi katika dunia hii, lakini wakawa inajua kwamba wao ni wasafiri katika dunia hii. Mimi na wewe tunafanya tendo la kumcha Bwana kwa sababu sisi ni wageni, safari yetu ni mbinguni. Amina wapendwa.